kama haya? Hivi ni vivutio mojawapo ambavyo wazungu wanaita waterfall, lakini sisi tunaita maporomoko ya maji. Kwa hiyo ni mojawapo ya vivutio ambavyo tunatakiwa tuvione. Sasa najisikia furaha kweli kufika maeneo kama haya, kama ndugu mtangazaji unavyoweza kuona maporomoko ya namna haya. Ni sehemu ambayo kwa kweli inavutia. Weekend kama hizo tunapoteza muda kiasi. Sawa sawa Bwana Masunga, labda una ushauri gani kwa wananchi au wakazi wa jirani na eneo hili? Mimi naweza kuwashauri ni kwamba tutumie rasilimali na vitu ambavyo tunazo ambazo tunavimiliki, kwa sababu sehemu kama hizi utashangaa tu wazungu wanatoka Ulaya mbali wanakuja kushuhudia, lakini watu wanaozunguka maeneo haya hawajui. Sasa ushauri kwao ni kwamba wazuri maeneo, maana kuna sehemu za utalii, kuna domestic tourism, utalii wa ndani, kwa watu wazuri waone maeneo kama haya. Na labda una ushauri gani kwa wafanyakazi wenzako ambao wamekaa kwa miaka mingi, lakini wewe umekaa miaka miwili tu umeweza kufika maeneo haya? Ushauri kwa wenzangu wafanyakazi ni ile kwamba wazuri maeneo kama haya, maana ni maeneo ya utalii, na hivyo wanapokuwa wamefika sehemu kama hizi wakaangalia, ni utalii, wanapoteza muda kwa kweli na wana refresh mind. Kwa ni kitu ambacho ni kizuri ndugu mtangazaji. Nashukuru sana Bwana Masunga. Ndio Bwana Jonas Kinanda. Yes sir, yes sir, yes. Hapa naona maji yanateremka, si nini mnakitaje? Kwa kweli ndugu mtangazaji, maeneo kama huko kwetu walikoendelea wanaita waterfall, lakini kwa hapa Tanzania nyumbani tunaita maporomoko ya maji. Hii ni sehemu gani? Maana mimi sijawahi kufika na kuiona. Ni sehemu gani ndugu mtangazaji? Umeleta sehemu ambayo naona maji. Ni sehemu gani hii? Ndugu, huku ni maeneo ya kijiji kimoja kiko hapo mbele, kinaitwa kwa Wamanga. Ni kilomita hii sehemu naona maji yanateremka. Inaitwa ni sehemu gani hii? Tunaita maporomoko ya maji, na huko kwetu wenzetu wanaita waterfall. Maji yanaonekana. Ndio. Ndio hivyo. Lakini hii sehemu huoni kama ni hatari? Naangalia kwa juu pale naona kuna watoto. Lakini ni sehemu kubwa sana, inashuka. Ni sehemu kubwa, naona kuna watoto kule juu. Sio hatari? Of course ni hatari sana, na nafikiri unajua kila sehemu kitu kina mazoea. Hawa watoto nafikiri wameshazoea sana maeneo haya, ndio maana kwa kweli wanaona hali kitu cha kawaida sana kwao. Lakini wewe kama msomi na umesema ni hatari, ni washauri nini au unawasaidiaje? Nafikiri kuna haja wakazi wa maeneo haya wakawaelimisha watoto hawa kwamba maeneo kama ni hatari kwao, kwa especially unaona wale watoto wadogo kabisa wana miaka miwili wanakuja maeneo haya, na mtu akiporomoka toka kule kwa kweli ni kifo, na especially kama wakati wa mvua. Nafikiri ndugu mtangazaji, hapa kuna maporomoko makubwa sana, yaani ngapo haya maji yataongezewa ile wanaita kimo, yatakuwa mengi hapa, tunaweza tukafua umeme maeneo haya. Okay, asante ndugu mtangazaji. Asante sana. Nashukuru. Ndugu, niko na Bwana Moses Baraka kama sikosei. Tuko sehemu moja hapa sielewi. Ni wapi hapo, ni nini? Tunaona maji yanaporomoka kule juu. Ndugu mwandishi, ni sehemu, kuna kijiji kimoja kiko mbele yetu kinaitwa kijiji cha kwa Wamanga. Na haya ni maporomoko kama tunavyoyaona, na yana faida kubwa sana, japokuwa wenyewe bado hawajaona fursa kama hii. Tunaweza kutoa upande wa serikali bado fursa hajaona. Maana sehemu kama hizi tunasema umeme hautoshi, wakati tunaweza tukaweka turbine hapa tukazalisha umeme. Kijiji kama hapa tukajikomboa, tutapata umeme wake. Huku chini tunaona maji yanaenda, tunaweza kutumia matendo ya umwagiliaji, tukajikizi kwa mazao ya chakula kwa mwaka mzima wote. Hakika kweli nimefurahia, watoto wale kule juu wanatuona wanafurahia, atajiri anafurahia, kila mtu nadhani amefurahia ndugu mtangazaji. Kwa hiyo Bwana Moses unasema kwamba hii sehemu inaweza watu wakanufaika na umeme. Sijakuelewa. Kwani haya maji yanateremka watu wanufaika na umeme vipi? Haya ndugu mtangazaji, kuna kitu tunaita kifaa kimoja kikiongezeka vifaa viwili. Kuna turbine ambayo inaweza kusukumwa na haya maji, ile turbine itasukuma generator na umeme. Kwa baada ya kutumia mafuta kuzungusha ile mitambo, tunaweza kutumia haya maji kama anavyoshika hivi, anazungusha ile turbine inakuwa na
kuna kitu kinaitwa kuna mkanda ule kama kwenye gari. Kwenye gari tunaita seat belt. Kwa na huku pia tukiwa na mkanda ule na kuzungusha hivi hakika tunapata umeme. Lakini sio kuacha vitu kama hivi. Juzi ile tumeenda kama hiyo anafanya kama kina Matoli tumeenda Malango kule. Unakumbuka ndugu mwandishi? Kwa hiyo bwana Moses, hii si mara yako ya kwanza kuona vitu kama hivi. Sasa umevutiwa nini? Kama si mara ya kwanza, umevutiwa nini kufika hapa? Nikikumbuka umetoka milimani mbali kule, lakini bado umejisumbua kuja sehemu ambayo ina vitu ambavyo ushai kuviona. Ndugu mwandishi, itakuwa ni kitendo cha ajabu. Watu wanatoka Finland, watu wanatoka Netherlands, watu wanatoka Denmark, na juzi tulikuwa Copenhagen kwenye mikutano ya mazingira ambayo inasema kutunza mazingira yetu ili atutunze. Ndio kama hivi tumekuja kuangalia pia watu wa huko wana conserve ardhi, wana conserve mazingira kwa hiyo kama hivi. Okay, ndugu, asante sana ndugu mwandishi. Niko na mheshimiwa Munga hapa. Munga, naona maji maporomoko wengine wameita hapa. Unaona hii mandhari kama hii inajifunza nini? Kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana. Kitu kimoja ni kwamba kumbe Tanzania yetu ni nzuri. Unaona vitu kama hivi. Yaani ni mahali ambapo unaweza ukaja ukatalii ukaenjoy na nini. Mwanzoni mimi mwenyewe wakati nilikuwa juu kule nilikuwa naona kama kitu kawaida sana. Lakini nimefika hapa natamani hata nikae hapa yani. Kwa hiyo unaniambia sehemu kama hii inaweza kuongeza uchumi wa nchi sana. Na nini hasa mchango wako kwa serikali kwamba waweze kuona sehemu kama hii iliyojificha na inaonekana iko mbali mno? Mchango wangu ni kwamba watumie maeneo kama haya kuyaboresha, kutengeneza njia za kufika kirahisi, na then kuangalia namna ya kuwavutia watalii ili watembelee na kuenjoy mahali kama hapa. Na ni mara yako ya kwanza kuona vitu kama hivi? Ndio, ni mara yako ya kwanza kuona vitu kama hivi, maporomoko yanashuka? Nimewahi kuona maporomoko, lakini kama haya ni first time. Haya, asante ndugu. Hapa niko na Sajile. Unaona hivi watu wanasema Tanzania ni nzuri. Lakini sasa tutoke yani katika context ya dunia. Mbingu tunaenda katika mbingu. Unasemaje? Unaona vitu kama hivi, unasemaje? Kwa jinsi ninavyoona hivi, sio siri, tunazidi kuamini na kudhibitisha kwamba kweli Mungu yupo. Kwa sababu binadamu wa kawaida hawezi kufanya kitu kama hicho. Lakini yani ukilinganisha na ukiangalia hivi, ni kweli nchi yetu imebarikiwa sana. Na hapa ndipo unapokuja kufikiria kwamba Mungu ni muumbaji na yeye ndio mwenza na yeye ndio nini? Ndio Alfa na Omega. Maana binadamu wa kawaida hawezi kufanya vitu kama hivi. Asante. Kwa hii sehemu unakiri kwamba ni nzuri? Ni nzuri kwa kweli. Na iko ndani ya nchi yetu. Ndani ya nchi yetu. Na sidhani kama kuna watu wanafahamu mimi kilichopo mahali kama hapa. Okay, nini mchango wako kama watu hawajui na ni sehemu ambayo ni nzuri? Nini mchango wako kwa? Mchango wangu mimi kwa watu, kwa hata mawazo, kwa watu ambao wafahamu vitu maeneo kama haya na sehemu zingine ambazo ni kwamba wajitahidi hata kuihamasisha serikali yetu iweze kufanya nini? Kuwekeza zaidi, kufungua milango ya uwekezaji ili iweze kufanya nchi yetu iweze kutangazika hata kimataifa na nje ya nini? Ya hapa. Ndio hii itasaidia hata kukuza uchumi wetu. Maana hii tayari mtu anakuja kuangalia kama hapa tumekuja hapa, je, tumesema tulipo. Tayari sasa uchumi tunaingizia pato nchi. Lakini bwana Sajile, tumetoka mbali milimani kule, kaja milima ya huku mbali kwa Manga, tukavuka tukaenda mbali sana. Unafikiri ni rahisi serikali ikaleta barabara huku ikapita au utalii ukafika kirahisi? Kama wakiwekeza wakiwa na nia ni rahisi, wala sio jambo gumu. Kama wameweza kupasua miamba ya Kitonga, kupasua kutengeneza barabara fundisho huku kutoka Kiliani mpaka hapa, wala hata sio mbali. Inawezekana pia. Kwa sasa unaniambia bwana, utakapotoka hapa unaweza kushawishi nchi? Sio nchi, hata raia, maana ukianza na mwananchi ndio ataweza hata kuleta nini zaidi. Unaweza kuwashawishi hata kwa mfano viongozi wa kijiji hiki wakatumia kamera wakaiweka vizuri na hata kama tuweka barabara ya lami au ya magari, lakini naweza kama sehemu yenye nini ambayo ni ya kivutio. Watu wakawa wanakuja wanalipa na fanya nini. Asante sana. Nashukuru.